Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein, lakini wakati huu tunaelekea huko Belarus ambapo Rais wa Belarus Alexander Lukashenko anasema kwamba Marekani inaweza kushinikiza Ukraine kusitisha makombora yake ya masafa marefu dhidi ya ardhi ya Urusi kama hatua ya kwanza ya kufikia usitishaji kamili wa vita. Hivi karibuni Lukashenko alikutana na Keith Kellogg, mjumbe maalum wa rais wa Marekani Donald Trump. Mkutano huo uliashiria ushiriki wa nadra wa kidiplomasia kati ya Washington na Minsk baada ya miaka mingi ya mawasiliano machache. Kiongozi huyo wa Belarus alisema alishiriki maoni yake na Kellogg kuhusu jinsi mzozo wa Ukraine unavyoweza kutatuliwa, ambao alisema ulitokana na mazungumzo ya rais wa Urusi Vladimir Putin. Kulingana na Lukashenko, Putin anataka kukomeshwa kwa ndege zisizokuwa na rubani za Ukraine na makombora ya kusafiri kutoka nchi za magharibi yanayorushwa katika miji ya Urusi. Wacha niwaambie, mteja wao Volodymyr Zelensky asitishe urushaji wa makombora dhidi ya Urusi, kisha tunaweza kukubaliana, Lukashenko alisisitiza, akionyesha msimamo wa Moscow ambao pia rais wa Urusi Vladimir Putin alimwambia rais wa Marekani bwana Donald Trump. Huo ndio msimamo niliopeleka kwa Marekani huyo na kumuuliza, je, kuna jambo baya? Akasema, tunafanya kazi katika mwelekeo huo. Wewe fanya hivyo. Hiyo itakuwa hatua nzuri ya kwanza kuelekea kukomesha vita hivi vya kindugu, aliongeza. Lakini siamini wanataka kumaliza vita hivi. Kellogg baadaye alisema kwenye ukurasa wake wa X kwamba hakuna wakati nilitoa maoni kuhusiana na mashtaka ya Ukraine ya vita nje ya usitishaji kamili wa mapigano. Kiev imeshinikiza kuwekewa vikwazo zaidi vya Marekani dhidi ya Urusi ili kuiadhibu Moscow kwa kukataa wito wake wa mapatano ya kina. Urusi imeishutumu Kiev kwa kujaribu kusimamisha na kupanga upya vikosi vyake na imeeleza masharti yake ya kumaliza uhasama. Imesema Kiev inaweza ama kuondoa wanajeshi kutoka maeneo yenye mzozo au kusimamisha uhamasishaji na usafirishaji wa silaha za magharibi. Zelensky amekataa mapendekezo yote mawili. Moscow imependekeza hatua kadhaa za kupunguza kasi kwa muda mwaka huu, ikiwa ni pamoja na kusitishwa kwa mwezi mmoja katika mashambulizi ya miundombinu ya nishati, kusitisha mapigano kwa siku 3 katika kipindi cha Pasaka na kusitishwa kwa mapigano katika ukumbusho wa kumalizika kwa vita vya pili vya dunia. Kiev ilikataa baadhi ya mapendekezo na kushindwa kuheshimu kikamilifu masharti mengine kulingana na Urusi. Belarus inasalia kuwa mshirika mkuu wa Urusi na shabaha ya vikwazo vya magharibi ambavyo Lukashenko anavielezea kama aina ya vita vya kiuchumi vinavyolenga taifa huru linalopinga shinikizo la muda mrefu kutoka nje. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tulionayo wakati huu, lakini ni kusitu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia kupitia hapa The World News.